Karibu kwenye Tuzungumze kutoka hapa ST Bongo. Tunakutana kila siku za Jumatatu kuanzia saa 3 hadi saa 4, lisali moja la kufanya mazungumzo na watu mbalimbali ambao tunawaleta hapa kuzungumza na kufahamu masuala mbalimbali ambayo yanawahusu. Na leo historia inaandikwa kwenye Tuzungumze ya ST Bongo na mleta kwenu mbunge wa jimbo la Mtama, lakini pia katibu wa itikadi uenezi na NEC ama mwenezi wa zamani wa CCM Mheshimiwa Nape Moses Nnauye, na ni waziri wa zamani mwandamizi anayehusika na masuala ya habari. Karibu sana mheshimiwa hapa. Asante sana, nashukuru. Tuzungumze. Tumefurahi kuwa na wewe. Asante sana, nashukuru kwa fursa. Na mtazamaji, ni kuambia kwamba leo ni utofauti kidogo. Mahojiano yetu haya yamegawanyika katika sehemu mbili kuu. Tuna maswali ambayo tutambananisha nayo mheshimiwa, ambao tutahitaji maelezo ambayo ni marefu, lakini kuna aina ya maswali ambayo tutahitaji maelezo ambayo ni mafupi kulingana na maswali tulionayo, lakini pia kulingana na muda. Pana shaka mheshimiwa, hakuna shaka juu ya hilo. Tumeandaa maswali hapa, kuna mengine tutataka pengine maelezo marefu hivi. Sawa. Na mengine pengine tutataka maelezo mafupi hivi. Nashukuru. Umekuwa ukishambuliwa sana na kauli yako ile ya goli la mkono na wapinzani wako wa kisiasa, sasa ni wadau mbalimbali wa vyama vya upinzani. Hili unalizungumziaje? Kwanza ni kweli kwamba pamekuwa na mjadala. Ni mjadala umechukua miaka karibia 9 sasa, kwa sababu kwa mara ya kwanza mjadala uliibuka mwaka 2015. Kwa mpaka sasa karibia miaka 10 na kwenda. Juu ya hoja ya dhana ya goli la mkono na kumekuwa na mgawanyiko, lakini nianze labda kwa kifupi kusema, kwanza mimi sio muasisi wa dhana hii. Hii dhana ya kuzungumzia role au wajibu wa wanaohesabu na wanaotangaza matokeo ya uchaguzi, mimi sio mtu wa kwanza sio nilioasisi mjadala huo. Hili jambo lilizungumzwa kwa mara ya kwanza mwaka 1923 na kiongozi mmoja wa iliyokuwa Russia, Urusi, anaitwa Joseph Stalin. Alitumia maneno ya Kiingereza kuelezea wajibu au umuhimu wa watu wanao hesabu na wanaotangaza matokeo, kwa sababu mchakato wa uchaguzi una hatua 5. Kuna hatua ya kwanza ya kuwapata wagombea, hatua ya pili ya kampeni, hatua ya 3 ya kupiga kura, hatua ya 4 ya kuzihesabu kura zilizopigwa, hatua ya 5 ya kutangaza matokeo. Kwa hiyo dhana hii ilianza mwaka 1923, lakini kumekuwa na mjadala katika ulimwengu wa sayansi ya siasa. Katika hizi hatua 5, hatua ipi ni ya muhimu, ipi inaathiri nyingine. Kwa hiyo mjadala ulikuwa ni katika hiyo. Sasa mimi nilipoitumia dhana hii kwa mara ya kwanza mwaka 2015 na nilitumia kwenye mkutano wa hadhara Sengerema siku moja, nilitumia kwa dhana ya utani, lakini utani wenye kijembe cha siasa ndani yake. Siasa ili iwe tamu inahitaji kuwa na utani, lakini muhimu sana ikawa na vijembe. Kama ambavyo kwenye mpira kwa mfano, watu wanasema bwana, leo uwanjani hamtoki, tunaua mtu leo. Hawamaanishi kuua, wanamaanisha kuonyesha userious au jinsi walivyojiandaa kushindana na. Kwa hiyo kwenye siasa kuna utani na kuna vijembe, na kwa hiyo mimi nilipoitumia kwa mara ya kwanza nilitumia kwa lengo la utani, lakini pia ilikuwa ni kupeleka ujumbe. Wakati ule palikuwa na mjadala mkubwa, wenzetu wapinzani walikuwa wakisema unajua hawa CCM kazi yao kutuibia tu kura, kutuibia kura. Nikamwambia unajua, mnaweza mkabaki mnalalamika kuibiwa kura, mkasahau kujiandaa. Msisahau refa akiweka mpira kati, hilo goli. Ndio wakasema Nape anasema hata kwa goli la mkono. Nikamwambia refa ameweka mpira kati, hiyo ni goli. Kwa hiyo ilikuwa ni utani. Lakini hata ukiangalia mjadala wa mwisho uliokuwa mkali pale nilipozungumza jambo hili kwa mara nyingine Bukoba, kwa Biabato pale, tulikuwa sokoni. Ilikuwa ni shughuli sokoni kabisa, tunapiga story tena usiku. Tunapiga story hivi. Nikasema bana, mimi nitamsaidia huyu bwana ashinde uchaguzi kwa sababu nadhani amefanya vizuri.
jamaa pembeni wakawa wanasema hata kwa goli la mkono, nikaambia kwa sababu matokeo ya kura sio lazima yale mnayoyadhani nyinyi, kwa sababu ya huo mchakato. Sasa kwa hiyo narudia kusema kwamba mara zote nilitumia kama utani na kama kijembe cha siasa, lakini nilichojifunza ni kwamba pengine ni utani ambao hisia zake ni kali kidogo. Ndio maana kila mara lilipotumika liliibua mjadala, mashambulizi lakini mimi nimezoea mashambulizi haya toka mwaka 2015 mtandaoni, watu wote wananiita mzee wa goli la mkono. Utaendelea kulitumia? Na mimi hapana, kwa sababu nimejifunza kwamba ni utani unaoumiza kidogo. Ndio maana juzi ulikuwa na kidogo na joto kali, na mpaka nilitoka hadharani kuomba radhi, kwa sababu wale ndio waudhi kwa utani huu, naomba radhi, kwa sababu nadhani ni utani wenye hisia kali. Ni kama ambavyo mimi nimewahi kwenda mahali nikakuta watani wanazuia mwili wa marehemu usitolewe kuzikwa mpaka wapewe hela. Ni utani ambao mimi ambaye sijauzoea unanikera. Wenyewe wale niwaona wanacheka, wanatoa hela, wanawapa watani, wanaruhusu mwili unaenda kuzikwa. Lakini ukitumia kwenye utamaduni ambao watu hawajazoea, maana yake kwa hiyo hili sio utani mzuri. Kwa kifupi naweza kusema ni utani ambao umeniletea bugudha nyingi, na mimi sitamani kwamba jambo hili liendelee. Ndio maana hata leo ulipoliuliza nasema nilitolea ufafanuzi, lilianza siku nyingi, lakini na mimi nilipolitumia ni kama utani. Mimi ni muumini wa demokrasia, muumini wa haki, muumini wa watu kura zao kuheshimiwa, lakini hili nilikuwa nalitumia kama utani, na nadhani sio utani mzuri, kwa hiyo si jambo la kuendelea. Tukitoka huko kwenye mambo ya goli la mkono, moja kati ya vitu ambavyo vina trend hivi sasa kwenye siasa ya Tanzania ni kampeni ambayo imeianzisha Chadema kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reform no election. Wewe ni mkongwe katika siasa, unalitazamaje hili? Na mimi nimefuatilia hii kampeni. Bahati mbaya nadhani, na nikifanya uchambuzi kutoka kwenye engo ya mtaalamu wa sayansi ya siasa, ukiacha CCM wangu, lakini mtaalamu wa sayansi ya siasa bobezi kabisa, nimesomea. Ninadhani kwamba kampeni hii imekufa kabla haijaanza. Kampeni hii ya no reforms no election imekufa kabla haijaanza. Kwa nini? Nazo sababu kadhaa za kisayansi kabisa. Sababu ya kwanza, chemistry ya Watanzania, ya siasa ya Tanzania sio chemistry ya fujo. Ukisema, kwa sababu ukiwasikiliza watafanyaje, maana yake wanasema watazuia uchaguzi. Kuzuia uchaguzi maana yake ni kujiandaa kwa fujo. Chemistry ya siasa ya Tanzania hai-embrace fujo. Kwa hiyo hamna Watanzania watakwenda kufanya fujo. Kwa sababu hapo ukisema maana yake unataka watu lipatikane kundi la watu wanaozuia, na wakati huo kuna kundi la watu wanaotaka uchaguzi. Maana yake hapa kutotokea fujo. Siasa ya Tanzania ukiipeleka kwenye fujo, hiyo kampeni yako itakufa. Hili la kwanza. La pili, ukiwa unaendesha mkokoteni, unavuta mkokoteni, usiutangulize mkokoteni mbele. Hii kampeni yao imetanguliza mkokoteni mbele badala ya kumtanguliza mvuta mkokoteni. Kwa nini? Kwa sababu viongozi wao wametoka hadharani kutangaza operesheni kabla hawajawaandaa wala hawajawahoji. Sasa hivi ndio nawasikia wanapita kuwahoji. Watanzania wakikataa, na kwa mazingira yaliyopo ninadhani wamekataa, kwa sababu wao walianza kwa kutoa wito kwamba hata zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura msiende. Mimi natoka kusini, Mtama watu wamejiandikisha kuliko matarajio, kuliko mategemeo yaliyokuwepo. Dar es Salaam hapa ambapo ndio pana vuguvugu la siasa, wamewahamasisha watu msiende kujiandikisha. Watu wamejiandikisha kwa wingi kiasi kwamba siku zilizowekwa Dar es Salaam za kujiandikisha zimekuwa kidogo, imebidi waongeze. Maana yake ni kwamba hili jambo litashindwa. Sababu ya tatu ya kisayansi, hoja yenyewe haina mashiko. Kwa nini haina mashiko? Wanacholalamikia wao, wanalalamikia kwamba baadhi ya mambo kwenye mchakato wa uchaguzi hawakubaliani nayo. Kwanza, haiwezekani kuwa na mfumo ambao, ni ngumu sana kuwa na mfumo ambao wote tutakubaliana. Leo nenda hata Marekani ambako wana demokrasia kubwa, bado wananyosheana vidole juu ya mifumo yao ya uchaguzi. Lakini je, hoja ni kwamba mfumo tunachokitumia leo, kwa sababu kuna sheria
kuna kanuni, kuna taratibu na kuna utamaduni katika mchakato wa uchaguzi. Je, tunayoyatumia leo kwenye sheria zetu, kwenye kanuni zetu, kwenye taratibu zetu, kwenye utamaduni wetu ni zile zile za tokea mwaka 61? Sio kweli. Wala sio za tokea mwaka 92 tulipoanzisha mfumo wa vyama vingi. Tulikuwa na uchaguzi mwaka 95. Sheria, kanuni, taratibu na tamaduni zilizotumika kwenye uchaguzi wakati ule sio hizi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba taratibu zetu, sheria zetu, kanuni zetu zimekuwa zikibadilika mara kwa mara. Hata mwaka 2020 tulikuwa na uchaguzi. Sheria tuliyotumia mwaka 2020 sio tutakayoitumia mwaka huu. Taratibu tulizozitumia na mifano ipo imekuwa ikitolewa. Kwa mfano mwaka 2020 mimi nilikuwa sina mgombea jimboni kwangu ambaye nilikuwa nashindana naye. Nikatangazwa nimepita bila kupingwa, kwa hiyo hakukuwa na uchaguzi. Mwaka huu hata kama sitakuwa na mgombea bado nitatakiwa kupigiwa kura ya ndio na hapana. Kwa hiyo maana yake hata hoja yenyewe ya hizo reforms inakosa mashiko kwa sababu tayari tumekuwa na mabadiliko kadhaa yamefanyika toka tulikoanza. Mimi demokrasia ni mfumo wa kistaarabu. Una kanuni zake. Moja ya kanuni ni kwamba wengi wape, wachache wasikilize. Kwangu mimi ninadhani wanaweza kuwa na hoja. Njia wanayotumia sio sahihi. Katika maneno yao mengi inawezekana kukawa na maneno machache ambayo yana maana. Ndio maana nadhani msajili wa vyama vya siasa amewaita kuwasikiliza. Lakini nimpongeze makamu mwenyekiti wa CCM mzee Steven Wasira na amesema mzee Tyson amesema tuko tayari kuzungumza. Ameapply dhana ya kwamba katika demokrasia wengi wanapewa, wachache wanasikilizwa. Sasa wengi wanataka uchaguzi ndio maana wanajiandikisha. Hawa wachache wanaopiga kelele si vibaya wakasikilizwa, lakini wasiipeleke nchi kwenye machafuko, wasiipeleke nchi kwenye kuigawa kwenye makundi mawili ya kupigana. Ndio maana nikasema mimi kwa mtazamo wa sayansi ya siasa, kampeni yao imefeli kabla haijaanza. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, unatazama ST Bongo. Hii ni Tuzungumze, tuko na Nape Nnauye, tunakula nondo hapa na kufahamu baadhi ya mambo ambayo pengine hatukuyajua kabla. Haya ni maswali mawili ya kwanza ambayo ameyajibu kwa mapana yake. Sasa tunaingia kwenye maswali mafupi hivi. Naam. Kwa mfano ninavyokuambia hivyo, tumia maneno matatu kumwelezea Amiri Jeshi Mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikikupa nafasi hiyo, maneno matatu tu, utatumia maneno yapi kumwelezea Amiri Jeshi Mkuu Rais Samia Suluhu Hassan? Rais Samia ni mtu mwema, muungwana na hodari. Mwema, muungwana na hodari. Nape Nnauye ni nani? Kwa maneno mafupi pia hapa. Mtu akiuliza Nape ni nani hasa? Nape kwanza ni Mtanzania, mwanasiasa, baba, rafiki. Maneno mangapi unasema? Manne. Au matano, tufanye matano. Tufanye matano. Ni Mtanzania. Moja. Ni mwanasiasa. Mbili. Ni baba. Tatu. Ni rafiki. Nne. Bado moja. Ni mume. Wow. Taaluma yako hasa ni nini hasa? Mimi ni mtaalamu wa sayansi ya jamii, ni social scientist. Nimesomea sayansi ya jamii. Social scientist. Ukiacha Mwenyezi Mungu, familia pamoja na kazi, vitu gani vingine vinakupa hasa furaha? Mimi nafurahi kucheza golf na kupiga vyombo vya muziki, kupiga muziki. Golf na muziki ni vitu vinanipa furaha sana. Oh, wanasema golf ni mchezo kidogo wa kitajiri. Ni hisia. Mimi sio tajiri na nacheza golf. Yeah. Au kwa sababu ya mazingira yake pengine jinsi ambavyo ni ngumu kama kufuma cha ndimu ucheze mtaani. Pengine ni dhana ambayo ilijengwa toka wakati wa ukoloni, lakini kwa kweli golf ni mchezo wa kila mtu na ni mchezo unaweza kucheza kuanzia huko miaka 7 mpaka miaka 100 na kitu bado unaweza kucheza golf. Ni kazi gani ambayo mpaka hivi leo bado unaimiss na kuikumbuka sana miongoni mwa kazi ambazo umewahi kufanya katika taifa hili, lakini pia hata ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM? Kazi ninayoimiss mimi ni ukuu wa wilaya. Mimi niliwahi
nilikuwa mkuu wa wilaya zamani. Kwa hiyo ndio kazi naimisi sana. Kwanza naipenda na naimisi sana. Watu wanaweza kujiuliza kwa nini, maana ushakuwa waziri, umekuwa mbunge, lakini pia umekuwa katibu wa uenezi wa CCM, moja kati ya cheo cha juu kabisa, lakini unaimisi kazi ambayo pengine ndio ulianza nayo. Labda niseme ukuu wa wilaya ndio nafasi nadhani peke yake katika structure ya uongozi wa nchi yetu ambayo unaweza kupanga, ukasimamia ulichokipanga na ukaona matokeo ya ulichokipanga. Yaani kwamba ni kazi ambayo inagusa maisha ya mtu moja kwa moja na mabadiliko yake. Sasa ni dhana ndefu. Mimi kama ulivyosema, nimekuwa mkuu wa wilaya, waziri, katibu mwenezi, afisa ndani ya chama na kadhalika. Nafasi zote hizi zingine zilikuwa zinategemea mambo mengine. Ukuu wa wilaya ni wewe ukiamua wilaya hii tusonge mbele, wanasonga mbele. Na mimi nadhani wakuu wa wilaya wangeamua kusukuma hili jambo, kungekuwa na matokeo makubwa sana. Ndio kazi peke yake kubwa ninayo, ukiniambia leo naimiss ni hiyo, na nilifanya kwa miezi 8 tu. Kwa neno moja, ni kitu gani zaidi unakichukia katika maisha yako? Yaani ukikitazama sana, hichi ni cha kwanza ambacho nakichukia zaidi. Nachukia sana umaskini. Umaskini. Na au hili tutakuja kulizungumza kwenye tukizungumzia jimbo la Mtama, kwamba unachukia umaskini, lakini kwa kiasi gani basi umepambana katika jimbo la Mtama kuhakikisha kwamba mambo yanaenda. Ishikilia kwako. Sawa. Hii ni Tuzungumze, inatokea hapa ST Bongo. Tuko na Mheshimiwa Nape Nnauye. Tunatazama siasa ya Tanzania, tunadiscuss kidogo, tunaingia katika maisha yake binafsi, pia tunapenya kuangazia mawili matatu. Of course pia tunapata elimu kulingana na sehemu mbalimbali ambazo amepita na uzoefu ambao anao Mheshimiwa Nape Moses Nnauye. Tunaenda katika mapumziko mafupi, alafu mara baada ya hapo tutarejea. Hii ni ST Bongo, Tuzungumze ipo hewani mpaka saa 4 kamili za usiku. Tuzungumze.